na wewe hiyo hati wakiendelea kuifuatilia, lete nikutunzie mimi mwenyewe, waje waichukulie kwangu. Lakini bado baba yetu alidai kwamba yeye yuko tayari iwapo tu atapewa kiwanja sehemu nzuri, maeneo mazuri, na aridhie yeye mwenyewe bila kukandamizwa. Mwisho kabisa anakuomba Mheshimiwa Waziri umsaidie ili apewe au atendewe haki yake kupata kiwanja chake. Hati si anayo? Ndio, hati anayo. Si alishalipia? Alishalipia. Mheshimiwa Waziri, waambie watu wako wa jiji, hii mambo ya kutengeneza mgogoro kila siku ni mambo ambayo hayakubaliki. Tumeshachoka mambo ya kusikia mgogoro kila leo. Mtu amenunua kiwanja, amelipia kodi zake, hati anayo, hiyo ni mali yake. Ninyi mnaendaje kuuza? Mnauzaje mali ambayo inammiliki? Hata hii mambo ya kwamba tutakutafutia kiwanja kingine ni mambo ya kitapeli tu na yenyewe. Unachukuaje mali ya mtu na amenunua na amelipia? Huyo mwingine huyo walie nani, hata kama ni taasisi, kwa nini wasimtafutie hicho kingine wanachotaka kumtafutia mtu? Sasa sikiliza, hata kama babako alikuwa tayari, naelekeza yule mwingine ambaye ametoa fedha wamtafutie hicho kiwanja kingine. Huyu mwingine ambaye ana hati yake na amelipia aendelee na shughuli hizo. Haya ndo mambo ya kijinga ambayo tunaleta migogoro kila siku kwenye mambo ambayo hayatakiwi kuwa na migogoro. Unauzaje mali ya mtu na ana hati yake? Unauzaje? Tamaa hizi za kijinga jinga tu hizi. Unauzaje mali ya mwananchi na ana hati, na hati ameitoa kwako? Na ardhi kila siku inapanda thamani. Kwa hiyo kama mtu alinunua miaka 20 iliyopita, leo mnapata mnunuzi mpya ana hela nyingi zaidi, mnaenda kumnyang'anya. Haya mambo hatuwezi tukaa tunaenda namna hii. Mheshimiwa Waziri, hebu kaa na wewe kijana, pata hicho kiwanja na hiyo barua waliomwandikia, hebu chukua uichane. Hiyo barua kama mnayo ichaneni hapa nikiwa naiona. Mambo ya kipuzi tu haya. Kama babako amesema yuko tayari, sasa wameshindwaje kupeleka hati nyingine kwamba tubadilishie hii, chukua hii hapa. Alafu mimi nilishalipia, mnataka nianze kuzunguka kila siku na dai kitu ambacho ni mali yangu? Ndio haya mazoea ya kuona mtu akilalamika kwenye jambo ambalo ni haki yake kwamba ni sherehe tu. Mimi mambo ya aina hii sina ustaarabu nayo. Nilipita juzi pale nikakuta taasisi wamemega eneo la mtu. Nini tulikuwa tunarekebisha ramani? Pumbavu. Ramani inatusaidia nini sisi? Sasa Waziri, ongea na watu wako wa jiji hao. Waambie upuzi wa aina hii mimi sitaki. Na kila siku, juzi nimekaa na watu wa Chamwino kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Nasikiliza mambo ya ardhi. Migogoro ya kutengeneza tamaa tu hivi. Utadhania siku wakifa watazikwa kwenye kaburi lao na fedha. Mtaacha vyote hivi. Songe la zigizigi. Tumekubaliana watafute, waambie kama wanataka kubadilisha kiwanja waende na hati mkono kwa mkono. Hii mambo ya kutengeneza mgogoro kwa mtu ambaye alikuwa na haki ni mambo yasiyokubalika. Haya, nipate Jumatatu tunapokuwa ofisini nipate majawabu kwamba hiyo barua umeshaichana.